Mtazamaji wa Tarime TV, tayari tukiwa tunaendelea na tukio letu kubwa ndani ya mji wa Tarime. Kila tukio linakuwa na wageni, na mmoja wa wageni ambao tumekuwa nao siku ya leo ni moja ya DJ wa kike kutoka Jambo FM mpaka Tarime, na nikuja kwa ajili ya hili swala la kina mama. Tutafahamu mengi kutoka kwake kwa uchache zaidi. Tufahamu jina lake na anaitwa nani? Naitwa Doris Baltazari, lakini DJ kwa jina la kazi ni DJ Queen Dati. DJ Queen Dati. Yes. Okay, ni kitu ambacho ulikifikiria toka ukiwa shuleni kwamba atakuja kuwa DJ au imetokea tu katikati? Of course tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana muziki. So nikafikiria kuimba ni kitu ambacho wengi wanakifanya, lakini pia kwa watoto wa kike ni changamoto sana. Kwa hiyo nikawa nimeamua kuchagua upande wa pili. Kwa sababu vyote ni muziki, si ndivyo? Na lengo kubwa ni upendo wa moyo wangu kwamba napenda muziki. Nikachagua kuwa DJ. Kidogo elimu yako umeipatia sehemu gani? Ya mwisho ama ya kwanza? Ya kwanza mpaka ya mwisho. Ya kwanza nimeipatia Meatu, shule ya msingi Minyanda, lakini sekondari pia ni Meatu sekondari, lakini pia chuo nimesomea AGTC Arusha, chuo cha habari. Sawa. Kwa siku ya leo kama siku ya kina mama kutoka Shinyanga kuja mpaka Tarime, unahisi ni msukumo gani ambao umekufanya kuweza kufika hapa kama DJ? Kwanza nafikiri hii ni shughuli ya wanawake. Mimi ni mwanamke na wiwa pia na hii shughuli, lakini pia as a female DJ nafikiri nilivutiwa sana kufanya kazi na wanawake wenzangu. Ikiwa ni kama female DJ, tunatamani tufahamu pia wewe kama wewe unawainspire vipi? Kuna wadada ambao wako nyumbani kama wewe, wengine ni wadogo ambao wanatamani wenyewe waje kuwa wanamuziki, lakini si hivyo tu, ma DJ kama wewe, ni nini wafanye na unawaambia vipi? Maana kuna wengine wanaogopa kukufika, hata ukipanda stage mtu anaogopa kumfuata na ni mdada mwenzio. Ni nini ambacho kumwambia ikiwa kama leo ni siku ya wamama, lakini pia huu mwezi wote? Kila binadamu amezaliwa na aibu na uoga pia, lakini ningekuwa mwoga sasa hivi ningekuwa wapi? Ndio kitu kwanza cha kufikiria as a female. Lakini pia kazi zote siku hizi sio za wanaume tu, na wanawake tunapambana. So mimi ninachoambia wanawake wenzangu, mabinti wenzangu na wanaolea watoto wa kike pia, wakuze katika mwelekeo wa kufanya kazi yoyote na sio kuchagua kazi. Yes. Kama female hapa pia mnapitia changamoto mbalimbali. Umeshaenda chuo cha DJs, umesomea, umemaliza, lakini kwenye swala kupata kazi, bosi anakuambia njoo utalala chumbani kwangu au njoo utafanya 1 2 3. Hii inakuwa vipi kwa nunyewe na hata wale ambao wanaenda kuingia? Cha kwanza jiangalie wewe ni nani, jithamini, jibrand pia. Nafikiri katika upambanaji vitu kama hivyo vipo, lakini sifikiri kama ni njia sahihi ya wewe kufanya hivyo kisha upate kile. Kama mtu anataka hivyo basi hiyo sio riziki yako. Ndio naamini. Wewe umeshakutana nazo lakini? Nyingi sana. Yes, lakini nimeshasema kwamba kama hiyo sio njia yako na inatakiwa iwe hivyo, achana nayo. Na watu wanajiuliza labda ni DJ wa radio only au pia hata clubs na something kama event kama hizo unapiga? Yes, ndio maana niko hapa kwenye hii event. Iwe club, iwe event, iwe kila kitu. Yes. So mtu akikuhitaji na cha mwisho ni kipi? Na mawasiliano yangu na napatikana Instagram as DJ_Queen Dati. Yes. Hawakucheki huko? Ni huko tu, mawasiliano yote yapo huko. Neno la mwisho kwa watoto wa kike na wamama wale kwa sababu ya siku ya leo? Hakuna kazi ya wanaume tupo peke yake. Sasa hivi tuna fight wote kwa kila namna. Asante Queen Dati. Thank you.